Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo wanahoja mbalimbali. Leo tunahitaji kupata majibu ya ndugu yetu alohitaji kujua magonjwa sugu ambayo yamekadirika duniani kama ukimwi, kansa na mengine. Amependa kujua magonjwa haya yana uwezekano wa kutibika ima hayana uwezekano. Haya amependa kuyajua. Na amejiuliza kama yana uwezekano wa kutibika, kwa nini watu waendelee kutumia huduma mbalimbali kupitia nyanja ambazo zinasadikika kuwa zenyewe ndo zilileta madhara hayo? Haya mambo yote ndugu amependa kuyajua. Nitaanza na tafsiri ya kwanza ambayo imjulishe yeye anayeumwa mambo hayo anatakiwa kujua ugonjwa wa aina yoyote ile unatibika na kupona, ila ni kutokana na nyanja gani, ina elimu gani. Najua naeleweka nikisema hivi. Uwe na akili kwanza, wewe unayeumwa. Uwe na akili ya kusikiliza nyanja fulani na nyanja fulani zilitoa elimu fulani, alafu kazi yako wewe ni kutazama elimu gani kubwa zaidi ya nyingine. Mfano, ukisikiliza elimu ya watumia mimea, tabibu wa kawaida, waganga, utasikiliza waombezi, madaktari, na mwisho utakuja kusikiliza na jadi. Hizi hatua huwa zimekaa kwenye sura ya kusaidia watu hizo nimezozitaja hapo, ikiwemo tabibu wa kawaida ambao sio waganga. Uwe una elimu kwanza ya kujua tabibu ni wakina nani, ni watoa matibabu kwa vitu vichache walivyofundishwa, huku wakiwa na uhalisia navyo vitu hivyo.
hao ni tabibu. Waganga ni wale ambao wamepitia njia za matibabu, lakini wako kwenye kupapasa kwa mambo wasioyajua na kwenye mambo ya kiroho. Hawa ndo wanakuwa waganga. Kwa hiyo kwanza uwe na elimu ya kuwajua watu wanaowasaidia watu. Wewe unaotibiwa, ima wewe unaotaraji kusaidiwa, uwe na akili ya kuwajua kwanza makundi hayo. Alafu ukishajua makundi hayo, unalazimika kusikiliza elimu zao. Elimu zao huwa hazina maelezo marefu sana. Kila wamoja huwa tu wana kisimamo walichokisimamia wao, na hicho ndo elimu yao husika, nawe uichukue hivyo. Kwa hiyo natakiwa kujua tabibu ni mwana matibabu ambaye anatumia matibabu, pengine miti, mawe na vinginevyo, lakini hashirikishi mambo ya kiroho. Huyu asoshirikisha mambo ya kiroho, huyu anakuwa tabibu wa mambo fulani aliyojifunza. Kwa hiyo unakuta humo kwenye matabibu wamegawanyika. Hospitali na wenyewe ni tabibu, lakini ambao na wenyewe hawatumii mambo ya kiroho, wanakuwa ni tabibu ambao pia wanatumia miti na baadhi ya sumu fulani ambazo ziko kwenye maundo ya kuua vitu fulani. Kwa hiyo kuna matabibu wa miti na vitu vingine, hawa wanabaki kuwa hivyo. Alafu kuna matabibu ambao wameunganisha miti na baadhi ya sumu zingine kwa lengo la kuendeleza huo utabibu. Hawa matabibu wa aina mbili, hawa kwanza uwe unajua jinsi ya kuwatofautisha. Kwa hiyo kuna bibi mmoja pale, nilikatika kidole, yule bibi nikaenda hapo, akanitengenezea vidawa fulani, akanifunga kwenye kile kidole kikawa kiko sawa. Sio mambo ya kiroho hayo. Hayo ni mambo ya kimwili yanayoendana na mimea fulani isaidie kitu fulani. Huyo ni tabibu, lakini anakuwa ni tabibu njia ya mimea na mambo machache yanayohusishwa na hiyo mimea. Tabibu ya hospitali ni tabibu imechanganywa mimea na baadhi ya sumu za kemiko mbalimbali katika hali ya kuongeza jinsi gani itahudumia kuondoa viumbe fulani na viumbe fulani vibaki kupitia kadirisho la mwili wa nani ukoje. Hapa ndiko hospitali zikatengenezwa. Kwa matibabu ya hospitali yanatumia sumu nyingi kuondosha yale ambayo ni madhara ya viumbe ambao wanaleta shida fulani ndani ya mwili. Kwa hiyo na huko wanachangia baadhi ya mambo, mimea inachangia, na baadhi ya vitu ambavyo sio mimea ni kemikali mbalimbali ambazo huwa zinatafutwa na watafiti. Hizo pia wanakaa kutengeneza huduma kwa lengo la kufanya kitu fulani. Hapa huu utabibu ndo ukagawanyika kwa njia kubwa mbili. Sasa kabla ya wewe kwenda kujua wewe unatakiwa kuponaje, lazima kwanza ujue nani amesema nini na nani yukoje. Kwa hiyo hao matabibu wawili nimekupa tafsiri zao pana
hata ukiwa unahangaika na magonjwa yako, basi uwe unajua hao watu uwaga wako hivyo. Nikija kwa mganga, mganga sio tabibu. Yote hii pata elimu, wewe mtibiwa. Mganga huwa sio tabibu, ila huwa amejishirikisha kwenye utabibu kwa kujua mambo machache, alafu anaunganisha na mambo ya kiroho katika kufanya baadhi ya vitu vyake. Na hizi roho ambazo zinakuwa pengine zinamsaidia ni roho pengine hana hata elimu nazo, zilitokea tu kumsaidia yeye kufanya hiyo kazi. Mfano kama wale ambao mnaonaga wanapandisha majini kichwani, wale ndio waganga, na waganga wanamithiria vile. Kuna ambaye anakuwa anapandisha kitu chenyewe ndo kije kiseme ni msaada gani kinapasa kutoa. Huyu mtu inakuwa kama kipitio, ima kama lifti tu ya kuja kuleta lile jumbe la ile roho, ije iseme kitu fulani ndo kifanyike. Mkaona kuna wapandisha majini, wapandisha mizuka na roho mbalimbali ambazo waga mnaziona watu wakipandwa na vitu ndio wanatoa huduma. Kwenye mtililiko huu, humu ndiko kuliko tokea uganga. Kama ulikuwaga hujui kutofautisha, sasa unatokea kujua kutofautisha. Kumbe batee ambao ni matabibu wako wa aina mbili, lakini munganga kwa maana ya mganga ni mtu ambaye anakuwa kaunganisha kidogo mambo ya tabibu, alafu hana elimu nayo kwa mapana, alafu anakuja kuwa tegemezi kupata agenda kwenye roho fulani ije kumsaidia kumpa ripoti fulani. Huyu anakuwa mganga. Munganga ni lugha ya zamani, ikiwa na maana ya ubahatishaji. Kwa tafsiri ya bahati nasibu ndio neno munganga. Nganga ni kuganga jambo ambalo halina matimizo, ila linahitajika lisaidie jamii kwa namna tu lilivyo. Kwa hiyo linasaidia kwa uchache, isipokuwa halina mapana makubwa, kwa sababu ile roho ikishakuwa haijui kitu fulani, ina maana hapo ndo mwisho wa elimu ya huyu mganga imeishia. Kwa hiyo mja unaotaka kujua magonjwa gani ni sugu na hayatibiki na hayaponi, kwanza jua wanaotoa matibabu kwanza. Wajue kwanza wanaoyatoa hayo matibabu. Ujue historia yao kwa ufupi. Kwa hiyo umeshajua kuna tabibu wa aina mbili, alafu kuna munganga, kwa maana kuna mganga. Kwa hiyo mganga nimekupa mithili zake, ujue namna gani huwa anafanya mambo yake. Yuko huyo ambaye anapandisha kichwani mwake, na yuko ambaye hapandishi, isipokuwa labda roho yake fulani inaomsaidia iko kwenye kibuyu fulani, ima kwenye kitu fulani kakiweka pale. Huyu anakuwa ni mganga vile vile, isipokuwa yeye roho hii inakuwa imekaa pembeni na yeye. Ndio maana utaona anachukua ule mnyanga, anafanya kuipa taarifa ile roho,
kile kibuyu kinapulizwa hivi na vile, lengo anaitaarifu ile roho kwamba kuna kitu kinahitaji msaada, ndo yeye anaanza kufanya matibabu. Najua hapa unaelewa, wewe msaidiwa, wewe ambao uwaga hujui wasaidiaji hawa wanasaidiaje. Somo hili linakusaidia wewe unayehangaika pengine na waganga, pengine na tabibu fulani, ukahisi kwamba labda hapo ndo mwisho wa maelezo. Kwa hiyo yote haya kwenye somo ni vyema kuyajua kwa mapana kabla hujajua namna ya kutatua ugonjwa wako. Kwanza, cha kwanza unatakiwa kuwajua watatuzi wakoje. Somo hili linakuambia watatuzi wako kwenye hizo njia tatu, na ya nne ndo kubwa ambayo nakuja kuimalizia maelezo yake hapo mbele. Lakini nimeanza na haya. Kwa hiyo ndani ya tabibu hawa unaweza ukaja umo, pengine umekuja na magonjwa yako hayo uloyasema, umo usipataje ufumbuzi wa kuyamaliza, kwa sababu hawa wana mambo machache machache na yasiyeitosha historia ya kiutu. Wana mambo madogo madogo na yale mambo hayaitoshi historia nzima ya utu. Na mtu kupona matatizo yako ya aina yoyote ni kuwa uko mahala kwenye historia kamili ya kiutu na utii mambo yote yanayofanywa kwenye historia hiyo. Kile utakachoelezwa kwenye historia ya kiutu, hicho ndo kinakuwa ponyo kwako kwa ugonjwa wa aina yoyote kuto kukufanya lolote. Lakini hizi nyanja tatu nimezokutajia hapo, ikiwemo uganga na tabibu za aina mbili, tabibu za mimea na vitu kadha wa kadha, na tabibu za kuunganisha sumu na mimea kwa tafsiri ya hospitali, vyote nimekutajia kwamba vina gredi fulani ya wastani ndogo kwenye kuhudumia jamii. Ndo maana mambo mengi humo kunakuwa hakuna historia yake, na matatizo mengi humo ni ngumu kutatuka, ila yako machache yanayoendana na mithili hizo yanasaidiwa na nyanja hizo tatu, na hayo ni madogo sana. Kwa hiyo ndugu yetu aliyekuwa anapenda kujua magonjwa haya yanayosemwa hayana tiba ikoje, kwa nini yasiwe na tiba, unatakiwa kujua hayo magonjwa hayawezi kuwa na tiba ndani ya hizo nyanja tatu. Lakini nyanja ya nne ambayo ni jadi na kuishi kwa kufata historia ya kiutu katika jadi, moja kwa moja historia hii ndo inatoa matatizo yote ambayo ulokuwa nayo na hatua zake zote, namna gani ufanye. Ni kwanza mpaka uujue utu kwanza. Kwa hiyo utu huko ulotangulia, ukajua mambo mengi kabla yetu, alafu utu uliacha historia ya namna ya kujisaidia kwa zama. Sasa hapa ndo unakuta jadi ina historia ya usaidizi wa mambo makubwa kwa zama kubwa zaidi ya hizo nyanja tatu zilizopita hapo. Kwa ndani ya jadi ndo kuna utaratibu wa kiutu. Ndani ya hii jadi ninayokueleza
ndo kuna utaratibu wa kiutu. Kwa hiyo ukizunguka sehemu zako zote, ukaenda kuhangaika na mambo yako yote, akili yako kwanza ilikupasa ukishasikiliza jadi, jitahidi sana ushughulishe akili yako kusikiliza kilichosemwa. Ukifika kwenye jadi unapona jambo lolote. Baada ya wewe usije kwa ushabiki, usije tu kwa sababu mguu unaniuma, ima nina ukimwi, ima niko hivi. Jua kwanza jadi imesema nini, alafu na mimi nimekufafanulia nini. Ukija ukiwa tayari unajua kitu hicho na kurispekti hayo, wewe unafika unapona kitu chochote kwa yale utakayoelezwa humo. Unapona jambo lolote. Ni pale tu utakapoambiwa kitu hiki kinakufaa, hiki hakikufai. Kitu kile tumia kwa muda fulani, hichi usitumie kwa muda fulani. Jambo hili vumilia mpaka hapa, uishi mpaka vile. Kitu hiki kuwa hivi mpaka hapa na uishi mpaka pale. Ina mikakati yake ile ya kiutu na kuondoa matatizo yaliyokuzunguka kufatana na tentebu ya mtu uliumbwaje. Jadi tu ndo inajua hayo. Jadi hii ndo inajua mambo hayo. Sasa ukiona umefika kwenye jadi, alafu ukasema tu umekunywa parasetamu ya jadi, alafu ukakimbia, ima ukaja tu ukachukua mwarobaini wa kwenye jadi, alafu ukasema nitaenda na kwa mganga Kilungule ima wapi, maana yake we bado akili haijafanya kazi. Ushanielewa vizuri? Wewe akili yako bado haijatumika. Wewe ulikuwa unatakiwa kwanza uchukue historia ya upande wa pili huko, alafu uchukue na historia ya jadi, ukae ndani kwako mwenyewe, upimanishe hizo historia, nani ana historia kubwa zaidi ya mwingine. Kule kwenye historia kubwa ndo kuna makubwa ya kukufanya wewe unusurike kwa jambo lako lolote. Lakini kuna mtu anafika hapo kwenye historia kubwa, kwa maana ndo amefika kwenye ukubwa hivyo. Na tafsiri ya ukubwa, ukifika kwenye ukubwa huo unajijua ndo umefika mwisho. Sasa kuna mtu ndo amekuja ameanzia hapo, akili yake bado ni mbovu kupitiliza. Bado anapafananisha hapa kwenye akili kubwa, hapa kwenye mtililiko mkubwa, anapafananisha na wale waganguzi ambao alikwisha kutana nao huko. Na wote anawaweka levo moja bila kujua wamesimamia nini na nani ana historia gani. Hicho kitu yeye hataki kujua hicho kitu. Yeye anakuja tu anasema kwa sababu hapa kwenye jadi nimepewa mwarobaini, na kule pia ule mwalimu fulani alinipaga mwarobaini. Kumbe hivi vitu tu vyote ni sawasawa. Huyu mwenye akili mbovu anaenda kutafsiri hivyo, bila kujua kwamba mwarobaini wa kwenye jadi una historia ya kiutu na vyanzo vya matatizo yote yaliyotokea kwa watu. Mwarobaini wa mganga ana historia ya lile jini linalopanda kichwani mwake, kama lilikujaga mwaka fulani na hapo ndo lilizaliwagwa kipindi fulani, hapo ndo mwisho wa historia ya huyo mganga na hilo jini. Na hospitali ni hivyo hivyo. Utasikia dawa hii ilivumbuliwa na mtaalamu fulani Uingereza, akafanya hivi na vile. Ikifika mwisho wa ukomo wa akili ya ule mtaalamu, ina maana ndo mwisho wa ile dawa na haiwezi kufanya kazi tena. Ukija na kwa tabibu wa kawaida wa kutumia mimea, ukifika mwisho wa kuzaliwa kwake pale nyuma, kwa sababu tabibu wa mimea hatumii roho, kwa hiyo ile akili yake inakuwa ndo mwisho wa huo utabibu wake. Jadi ni tangu zama za mtu wa kwanza. Unasikia tofauti yake sasa hapo?
Jadi ni mtu wa kwanza na mke wake na yale walioyaishi kwenye kujihudumia na kuhudumia watoto wao na usia waliouacha. Sasa unawezaje kulinganisha jadi na haya mambo matatu ambayo yako hapo mbele? Ina maana huyu alokuja kwenye jadi akaja kukimbilia ili atatuliwe shida zake, alafu akawaga hajazunguka kwanza kwenye shindikana zingine, atafananisha tu kwa sababu akili bado ni ndogo. Asilimia kubwa kwenye jadi kunapokelewa wale ambao wanasema, mwalimu, nimekwisha zunguka kupitiliza na mpaka hapa nina giza kubwa usoni na sijui cha kufanya. Kwenye jadi sasa ndo unaingizwa kwenye taratibu za kiutu na uzifate. Ukipewa taratibu za kiutu uzifate na usibuni mambo yako ndani ya taratibu hizo, unapona jambo lolote, unaondoka kwenye shida yoyote ambayo imeshindikana kufanywa na mtu yoyote, kwa usaidizi wa mambo machache tu ya kijamii. Kinachokusaidia pale ni elimu ya kiutu iliyokutwa kabla. Na mimi nikiwa niko hapo na mimi nasimama na elimu hiyo, alafu nachukua ratiba zako naziweka kwenye utaratibu. Ratiba zako zinakufaulisha mambo machache, utaratibu unakuja kukufanya wewe ufanikiwe. Najua aliyekuwa anajiuliza hivyo ya kwamba labda kuna magonjwa haya yako hivi na vile. Magonjwa mengine ni mambo tu yaliyoundwa na watu, ima yakaundwa na viumbe kwa lengo la kuendesha diplomasia yao ya kuwaongoza wengine, ima kutawala watu. Sasa magonjwa haya yanakuwa ni mambo tu yaliyoundwa na yenye tafsiri ngumu kwa wasiyejua. Kwa hiyo wanayejua wanaelezwa kwamba ugonjwa wowote una matibabu yake, isipokuwa sikiliza historia hii. Sikiliza historia hii, itakusaidia. Ukija kwenye jadi huo unajua umekuja sehemu kubwa zaidi ya zote. Na ukiona bado akili yako ni ndogo, basi katange kwanza sehemu zote ufanye utafiti. Ukisha maliza utafiti wako sasa ndo urudiji kwenye jadi ukiwa una akili timamu na utii. Hapa utapona kitu chochote. Hapa utapona tatizo lolote, isikokuwa uo umekuja kwa utii na sio majaribu tena. Hilo tu, kwa sababu penyewe ndo panakuwa ndi mwanzo na penyewe panakuwa ndi mwisho katika utatuzi. Nini kinakutatua? Huduma unaweza ukapewa ni huduma hizo hizo na zingine ambazo wewe hujawahi kuziona, lakini taratibu kuipata ndo ngumu. Ratiba zako wewe kuzijua ndio vigumu. Hayo mambo mawili ni magumu sana mtu kuyajua, na kwenye jadi huwa ndio yapo. Kwamba fata ratiba zako hizi, utaratibu wa kuishi kwa watu ni huu, na moja kwa moja ratiba ya huduma zako ni zile kule. Hakuna ugonjwa mbele ya jambo hilo, wala hakuna matatizo mbele ya jambo hilo, ila wewe uwe tu umejisababisha akili yako kujivuruga, kufananisha watu na watu, kufananisha nyanja na nyanja, bila kujua nyanja gani ina elimu gani. Ukishindwa hicho tu, wewe huwezi kupona ugonjwa wowote, kwa sababu kwanza wewe unayesaidiwa huna akili ya kujisaidia kuendana na utatuzi. Ili unayesaidiwa ujisaidie, ni mpaka kwanza uwe una uwezekano wa kupambanua mema na mabaya na tafsiri halisi inayokufaa ni ipi, alafu wewe ndo ukae hapo kusaidiwa.
wewe unapona kitu chochote. Ndugu, unapona jambo lolote. Hakuna ugonjwa wowote sugu kwenye hii dunia. Ni nyinyi tu mko kinyume na utaratibu wa kuishi kiutu. Sasa leo utaratibu kwenu unakuwa ni mgumu, kwa sababu utaratibu ni uishi ambao mnapaswa nyie muishi. Ratiba ni yale ambao mnapaswa nyie kuyatumia, sio ya haya mnayotumia kwa kupendekezewa. Yanayokupasa wewe kutumia. Hiyo ndio inakuwa ratiba yako na ponyo zako ziko humo. Kwa hiyo yote haya yamshukie ndugu yetu na yawasaidie ndugu zetu ambao wengi huwa wanaishi kuna magonjwa ima maradhi hayana tiba. Lakini haya magonjwa mengine ukishayaona tayari yapo, huo unajua diplomasia ilikwisha kuwaunda watu kwenye hayo nilokuambia. Diplomasia ni wale waliotoka mataifa huko wakaunda mataifa yao, viko vitu vyao walivitengeneza kwa lengo la kuwakalia wengine. Sasa ndo serikali zetu chache hizi bado zinaendeshwa na hizo diplomasia. Ndio maana ni ngumu hata hospitali zetu hizi na serikali kutangaza huduma zetu moja kwa moja kimataifa kwamba zinafaa ima la. Sababu kubwa ni nini? Mpaka na wewe raia wa kawaida utokeage kujua kwamba diplomasia bado imezikalia kwanza serikali zetu kutoelewa mambo yetu yanasaidiaje. Ukijua kitu hicho, basi akili yako imenusurika. Nikushukuru ndugu ulosikia somo hili kwa ufasaha wake. Ya Mungu ya kubariki, uwe unajua kwamba utatuzi mpana unapatikana tu kwenye jadi, na ukiwa na akili timamu unapona jambo lolote bila kujali. Asanteni.